Hii ni PPTV habari. Kwa majina naitwa Tiga na Kulwa Lazaro, ni mkulima wa muda mrefu wa pamba katika kijiji cha Mbutu. Nafikiri swala kuhusu na BBT kabla hawakuwepo tulikuwa tunapata changamoto sana wakulima. Changamoto ambayo kwamba kuhusu na swala la uatilifu na masuala hasa kuhusu masuala ya kilimo, kwa sababu tulikuwa hatuna uwezeshaji vizuri, kwa sababu bwana shamba walikuwa ni bwana shamba wachache. Bwana shamba mmoja katika kijiji anatumika katika vijiji 6. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo walipokuja hapa BBT tuliweza kupata elimu ya kutosha wakulima kwa ajili ya zao la pamba. Kwa hiyo BBT waliweza kusimamia kuhusu na uatilifu, kuipata mbegu ya pamba kwa wakati kwa wakulima, na kuweza kuwatembelea wakulima kwa ajili ya kuweza kupanda kwa wakati, kupanda kwa vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo BBT walitusaidia kwa vitu vingi sana. Kwa hiyo BBT tunawashukuru kwa sababu ya kuweza kudhibiti vitu na wakulima wakapata hizo dawa kwa wakati na mbegu kwa wakati. Labda mimi niseme tu kwamba mimi nishukuru serikali, nimshukuru Mheshimiwa Rais, nimshukuru Waziri wa Kilimo pamoja na uongozi wa bodi kwa ushirikiano kwa ajili ya kuweza kutuwezesha kupata BBT kwa ajili ya kutusaidia sisi wakulima. Majina anaitwa Jackson Charles Temele toka kijiji cha Mwangalanga na ni mkulima mwezeshaji. Kwa kweli tunashukuru ujio wa BBT wetu hao. Umetuongezea vitu vizuri kulingana na kwamba ulimaji wetu hapo awali ulikuwa ni ulimaji wa kilimo cha zigizaga. Sasa baada ya kutuletea hii semina, tukawa tunajifunza katika mfumo wa kilimo cha kisasa, kwa maana ya kupanda kwa mstari, lakini pia kwa wanatufuatilia kwenye mashamba yetu kwamba shamba linaendeleaje. Na hilo nalo limechangia pakubwa katika muendelezo wa kuwa na hali nzuri ya namna jinsi ya mashamba. Wanatusaidia kwamba hapa fanyeni hivi, padilieni hivi, pandeni pamba za mistari zina ubora. Hata hivyo tunashukuru sana, kwa sababu zamani tulikuwa tunalima kwa zigizaga tu, mapato yalikuwa mabaya, na hivi sasa tunaona mapato yanaendelea vizuri, na pamba tunavuna pamba nyingi sana kupitia hawa wanashamba wetu mnao tusambazia. Wanatusaidia sana, tunawashukuru. Hata Mungu aendelee kuwabariki na kuwa mioyo ya hivyo ya kutuongoza na kutusaidia. Naitwa Josefu Albert Siloli, ni afisa kilimo kupitia program ya BBT ambayo ipo chini ya Wizara ya Kilimo kupitia bodi ya pamba. Nipo kata ya Mama Kona, kijiji cha Malanguzu. Kwanza kabisa tunapenda kuishukuru serikali kwa ajili ya kuleta hii program ya kuweza kusaidia hasa wakulima wa zao la pamba, kwa sababu wakulima wengi tokea tumekuja kwenye hii program walikuwa bado uelewa wa ulimaji mzuri wa pamba ulikuwa hawafanyi katika ule ukamilifu ambao unatakiwa. Wakulima wengi walikuwa wanalima pamba katika hali ya mazoea, sababu wakulima wengi wana tabia ile ya kutengeneza mazoea kwenye kulima. Hasa kwenye upande wa pamba tumekuta wakulima wengi, asilimia kubwa walikuwa hawapandi mazao kwa mistari, lakini pia walikuwa na tabia ya kumwaga tu na hawaandai mashamba mapema. Lakini changamoto ambayo tulikuta pia ilikuwa wakulima wengi wanalima zao la pamba lakini pia linalalia, maana yake likilalia inaitwa masalia. Kwa hiyo yale masalia yanatengeneza kuongezeka kwa uzalishaji wa wadudu pamoja na vitu ambavyo vinaharibu zao. Kwa hiyo maana yake sisi kitu ambacho tulikuja kukifanya kama BBT, kwanza kabisa kuhakikisha kwamba kutoa elimu ya uandaaji mashamba, uandaaji mzuri wa mashamba kwa maana ya kuandaa shamba mapema, lakini pia kitu kingine ambacho tulikuja kukifanya ni kwamba kusaidia mkulima kuweza kupanda mapema, lakini pia kuweza kupata viuatilifu mapema pamoja na pembejeo zile ambazo zinaweza kusaidia zao la pamba. Hasa pia kwenye upande wa upandaji, kwa sababu unapokosea kwenye kupanda maana yake pale unaweza kukosea pia kwenye upande wa uzalishaji. Kwa hiyo tuliweza kuwasaidia waweze kupanda kwa mstari na zile nafasi ambazo zinatakiwa kulingana na mujibu wa serikali jinsi walivyokuwa wametoa maelekezo yao.